mambo ya ndani ya nchi ni nani na ametokea wapi kisiasa. Nafanya hivyo ili kuweza kutoa nafasi kwa watu, mwisho wa siku nitakapokuwa natoa ufafanuzi sasa wa kisheria, watu waweze kujua kwamba hicho alichokifanya kakosea au hajakosea. Watu watapima wenyewe. Patrobas na maendeleo Chadema alipikwa, akaiva, akawa kiongozi wa baraza la vijana la taifa la Chadema almaarufu Bavicha, na kutokana na utendaji wake mzuri aliokuwa nao katika baraza lile, haikuwa bahati mbaya Chama cha Mapinduzi kumchukua kuwa kama mwanachama wao, na hiyo inadhihirisha kabisa kwamba Chadema kimekuwa ni chama ambacho ni tanuru la kupika viongozi wajao. Kwa sababu ukiangalia Katambi ni mmoja ya vijana wengi tu au wanachama wengi tu wa Chadema ambao walikwenda CCM na wakaaminiwa wakapewa nafasi za uongozi. Kwa hiyo inathibitisha kabisa kwamba Chadema sio chama cha vurugu, ni chama kinachopika viongozi. Na ndio maana hata pale CCM wanapokuwa na uhitaji wa kupata viongozi kwenye nafasi mbalimbali ndani ya serikali au hata ndani ya Chama cha Mapinduzi chenyewe, huwa wasiti kwenda kujaribu kutafuta vijana mbalimbali. Kwa hiyo Katambi kihistoria ni mtu ambaye katokea Chadema, kapikwa, kaiva mpaka kaaminiwa kwenda kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Sio kwamba kule CCM hakuna wanachama wa CCM ambao wanaongeza kuwa mawaziri katika wizara mbalimbali ikiwemo hiyo wizara ya mambo ya ndani, lakini ni kwa sababu uwezo aliokuwa nao kutoka huko Chadema alipokuwa ni mkubwa mno kuliko wana CCM wengi ambao aliwakuta pale. Ndio maana rais akamwamini akampa hiyo nafasi, na amempa nafasi muhimu sana. Nafasi ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi inapaswa kushikwa na mtu ambaye sio tu anajua siasa, ni mtu ambaye anajua pia sheria na kuzitumia hizo sheria ili kuweza kuleta ustawi katika nchi. Kujua sheria sio kusema tu kwamba nimesoma sheria. Kujua sheria ni kuzitafsiri sheria katika matendo yako ikiwemo kauli, ili hayo matendo yaweze kupata uhalali mbele ya jamii, kwamba ni matendo ambayo yanatokana na sheria au yanatokana na katiba. Sasa kwa utangulizi huo, nirudi sasa kwenye swali ambalo umeniuliza kwamba Waziri Katambi amesimama ndani ya bunge, ametoa maelekezo kwa IGP kwamba asitishe vibali. Kuna vitu viwili hapo lazima watu waelewe. Watu wanapaswa kuelewa mamlaka ya waziri juu ya IGP. Lakini pili, wanapaswa kuelewa mamlaka ya jeshi la polisi kuhusiana na swala zima la mikutano ya hadhara inayotakiwa kufanywa na vyama vya siasa. Mtu pekee katika nchi hii kwa mujibu wa katiba ibara ya 33 ibara ndogo ya kwanza ambaye anaweza akayaamrisha majeshi, na ninaposema majeshi yameundwa na katiba chini ya ibara ya 147 ya katiba ya nchi yetu, yametajwa pale majeshi. Tuna jeshi la polisi, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, jeshi la magereza. Sasa nani anayeweza kuyaamrisha? Ukisoma ibara ya 33 ibara ndogo ya kwanza inakwambia kutakuwa kuna rais ambaye atakuwa ni mkuu wa nchi, mkuu wa serikali na amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo majeshi haya yanawajibika kwa rais inapokuja masuala ya kupewa amri kuhusu utekelezaji wa majukumu yao mbalimbali. Sasa kama katiba inasema kupitia ibara ya 33 ibara ndogo ya kwanza kwamba anayeweza kutoa amri kwa majeshi ni rais, moja kwa moja unaona kabisa kwamba Katambi alikuwa anaongea kitu ambacho hakijui ndani ya bunge. Na bahati mbaya kitu alichokiongea kinabaki kwenye kumbukumbu maalum za bunge ambazo zinaitwa Hansard, kwamba waziri anaenda kumpa amri ya IGP, kitu ambacho hana mamlaka hayo. Mamlaka ya kutoa amri kwa majeshi, awe ni IGP, awe ni mkuu wa majeshi, awe ni mkuu wa usalama wa taifa, awe ni mkuu wa magereza, awe ni mkuu wa uhamiaji, awe ni mkuu wa jeshi la zimamoto, hayo mamlaka ni mamlaka yako reserved kwa Mheshimiwa Rais kikatiba chini ya ibara ya 33 ibara ndogo ya kwanza. Kwa hiyo Katambi alikosea, na kama anasema alipatia kwamba alikuwa iko sahihi, wewe ni mwandishi wa habari, nenda kamuulize akutajie kifungu cha sheria au kifungu cha katiba kilichompa hayo mamlaka ya kumuamrisha IGP asitoe kitu kinachoitwa nini? Kibali
cha mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Akwambie bwana Katambi, hebu niambie wewe waziri, kwa kutumia kifungu gani hasa ambacho kipo kwenye katiba wewe umepata mamlaka ya kuweza kumwamrisha IGP au kumwelekeza? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hakuna sheria yoyote ile Tanzania ambayo imelipa mamlaka jeshi la polisi kutoa vibali. Naomba nirudie. Hakuna sheria yoyote ile ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imelipa mamlaka jeshi la polisi liwe linatoa vibali kwa vyama vya siasa ili viweze kufanya mikutano ya hadhara. Ukienda ukasoma kifungu cha 43, kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi, ambao ni sura ya 322 ya sheria za Tanzania, kimeelekeza wazi kabisa pale kwamba jeshi la polisi linapokuja swala la mikutano ya hadhara linapaswa kupewa taarifa na yule anayetaka kufanya mkutano. Jeshi la polisi, kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi, ambao ni sura ya 322. Hakuna mahala popote kwenye sheria hili pametajwa neno kibali, kwamba polisi wana mamlaka ya kutoa kibali au wana mamlaka ya kutoa kibali kwa chama chochote cha siasa kinachotaka kufanya mikutano ya hadhara. Lakini vyama vya siasa vimepewa wajibu wa kutoa taarifa. Wanatoa taarifa kwa jeshi la polisi katika eneo ambalo wanataka kufanyia mkutano wao wa hadhara, na anayepaswa kuipokea hiyo taarifa ni mkuu wa polisi wa wilaya husika, anaitwa Officer Commanding District, OCD. Kwa hiyo mpaka hapo utaona kwamba Katambi alikuwa anamuelekeza IGP atoe kibali ambacho kisheria hakipo, lakini alikuwa anamuelekeza IGP azuie hiyo mikutano isifanyike. IGP ambaye kisheria hana hayo mamlaka ya kutoa kibali, kama kweli kipo, hana hayo mamlaka IGP. Umeelewa? IGP mamlaka yake ni ya kiutawala kwenye kutunga sera kule makao makuu ya jeshi la polisi, ili jeshi liweze kujiendesha, kwa sababu muundo wa jeshi la polisi katika nchi yetu uko centralized, yani amri inatoka juu kushuka chini. Sasa amri zinazotoka makao makuu kushuka chini ni zile za kisera, lakini zile amri za kiutendaji kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi na polisi wasaidizi, ambao ni sura ya 322, amri za kiutendaji na kioperesheni zimeachwa kwa watendaji wa polisi wa ngazi ya wilaya, kwa maana ya ma-OCD, watendaji wa polisi wa vituo kwa maana ya ma-OCS, wakuu wa vituo, zimeachwa kwa wakuu wa upelelezi wa wilaya kwa maana ya ma-OCD, zimeachwa kwa ma-RPC ambao pia ni watunga sera au wasimamizi wa sera katika ngazi ya mkoa. Kwa hiyo utaona ukiangalia muundo wa jeshi la polisi na utendaji wa majukumu yake kwa mujibu wa sheria, IGP husiki popote kwenye utendaji wa kazi za kila siku za kioperesheni za jeshi la polisi, ikiwemo kusimamia usalama, kusimamia mikutano ya hadhara na vitu kama hivyo. Sasa bunge wakati linatunga sheria ile ambayo ni sura ya 322 ya jeshi sura 322 ya sheria za Tanzania, lilikuwa lina maana kwamba kwa kuwa mkutano wa hadhara ni mkusanyiko wa watu wengi, na kwa kuwa inaweza ikatokea uvunjifu wa amani kwa sababu moja ama nyingine, na kwa kuwa ni wajibu wa jeshi la polisi kulinda raia na mali zao popote pale watakapokuwa, kwa hiyo wakitoa taarifa, manake jeshi la polisi linatakiwa sasa kwenda pale kujipanga kuhakikisha kwamba wale watu wanafurahia haki yao ya kukutana kama ambavyo imeelezwa katika ibara ya 20, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba watu wana haki ya kukutana wakafanya mambo yao. Watu wana haki ya kupeana habari kama ambavyo imeandikwa katika ibara ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini polisi hawana mamlaka popote kwenye sheria hii. Na akitokea mtu akakwambia leo kwamba polisi wana mamlaka ya kutoa kibali, mwambie kuambia ni kifungu gani. Akikutajia hicho kifungu, mlete hapa, mimi nitampa milioni 10 huyo mtu, kwamba hiki ndio kifungu kinawapa mamlaka polisi watoe kibali cha mkutano wa hadhara. Akikuonyesha hicho kifungu, mlete hapa, mimi nampa milioni 10 kama zawadi, kwa sababu atakuwa ametufundisha sheria ambayo sisi wengine hatujawahi kuiona, hatujawahi kuisoma, hatuijui. Lakini kwa yale ambayo sisi tumefundishwa shuleni kuhusu mamlaka ya jeshi la polisi inapokuja swala la mikutano ya hadhara, utaratibu ndio huo umeelezwa katika kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi.
Sasa kuhusu matishio ya kiusalama kama sababu sasa ya kuzuia hiyo mikutano isifanyaje? Ndio. Kwa sababu swali lako limejieleza hivyo. Ndio. Kabla tujaenda kwenye matishio. Ndio. Bado tusimame kwenye uhalali wa waziri. Ndio. Kuzungumza maneno haya. Ndio. Waziri amesema yeye ndo ana instrument ya wizara. Ndio. Lakini pia tusaidie. Mamlaka ya waziri wa mambo ya ndani. Yanaishia wapi kwenye hiyo wizara anayoongoza? Ndio ambapo jeshi la polisi ni sehemu ya majukumu anayoyasimamia waziri wa mambo. Ndio maana nimekuambia hivi. Kwanza jeshi instrument ni mamlaka ya kiutendaji ambayo anayo rais na anayakasimu kwa mawaziri wakafanye kazi kwa niaba yake, ndio inaitwa instrument. Mamlaka ya rais ambayo kapewa kikatiba kufanya mambo yote anayotakiwa kuyafanya, lakini sasa kwa sababu yeye hawezi kuwepo katika kila eneo, anatoa sehemu ya mamlaka yake. Kwa mfano sehemu ya mamlaka yake kwenye wizara ya mambo ya ndani anamkabidhi waziri, kwa hiyo anampa yale mamlaka, bana nenda kafanye, utakapokuwa unafanya kwa niaba yangu, ndio inaitwa instrument. Sasa ili uweze kuelewa hapo. Ndio. Wewe umesema rais ndio mwenye mamlaka ya kuamuru majeshi. Ndio. Kama rais amempa instrument waziri. Ndio. Kwa nini tusiseme hiyo instrument aliyompa ni pamoja na uwezo wa kuamuru majeshi? Katiba haijasema hivyo. Mimi nasema kile ambacho kimeandikwa. Kwenye swala la kuwa amiri jeshi mkuu hainaga ukaimu. Ndio maana akiondoka rais akaenda nje, makamu wa rais anabaki kuwa kaimu rais, lakini anakuwa sio amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo kuna mamlaka ya rais ambayo yanakasimiwa kwa baadhi ya watendaji wake kwenye baadhi ya majukumu, na kuna baadhi ya majukumu ya rais hayawezi kukasimiwa na mtu yoyote. Yaani kwa mfano, nchi itakapokwenda kuingia kwenye vita, tumevamiwa na Idi Amin kwa mfano, hata kama rais yuko hospitali anaumwa, hata kama rais yuko nje ya mipaka yetu amesafiri kikazi au kwa majukumu mengine, mwenye mamlaka ya kutoa tangazo la usalama kwa maana ya ukosefu wa au uwepo wa hali ya hatari ni rais. Mwenye mamlaka ya kuyaamuru majeshi sasa yaende vitani sio makamu wa rais, sio mkuu wa mkoa, sio waziri, sio nani. Kwa hiyo watu waelewe instrument ambayo rais anawapa baadhi ya watendaji au wasaidizi wake, hiyo instrument iko classified kwenye baadhi ya majukumu tu, sio majukumu ya kuwa amiri jeshi mkuu. Hata mkuu wa mkoa hana uwezo wa kumwamrisha RPC. Mkuu wa mkoa wa Mtwara hana uwezo wa kumwamrisha au kumhamisha kituo cha kazi RPC wa Mtwara, hana hayo mamlaka. Sasa ili uweze kujua usichanganyikiwe, ni kwamba jeshi la polisi it is a fully fledged institution, inajitegemea yenyewe kabisa na imeundwa na katiba. Sio sheria. Limeundwa na katiba ibara 147. Alafu sheria ikaja ikafuata baadaye. Kwa sababu katiba inasema kwa ujumla kwamba kutakuwa kuna majeshi ya ulinzi na usalama kwenye nchi hii. Sasa hayo majeshi yataundwaje, yatafanyaje kazi, yatakuwa na majukumu gani? Katiba ikatoa mamlaka kwa bunge kutunga sheria. Ndio maana bunge likaenda kutunga sheria sura 322 ya sheria za Tanzania, ambao ni sheria ya polisi na polisi wasaidizi, inaitwa kwa Kiingereza The Police Force and Auxiliary Services Act chapter 322, ambao ni marejeo ya mwaka 2023. Sasa waziri akiinuka akakwambia nimepewa instrument, muulize vi, umepewa instrument ya uamiri jeshi mkuu? Akisema ndio, mwambie chini ya sheria gani? Kwa sababu hapa tusiwe tunadanganyana kama vile ni watoto wadogo. Haya mambo sio siri, yako hadharani. Nitakusomea katiba. Kwa mfano ibara ya 33 imesema hivi, ngoja nikuonyeshe. Ibara ya 33. Ibara ya 33, ibara ndogo ya kwanza inasema kutakuwa na rais wa Jamhuri ya Muungano. Ibara ndogo ya pili, rais atakuwa amiri jeshi, rais atakuwa mkuu wa nchi, kiongozi wa serikali na amiri jeshi mkuu. Mwisho, ibara 33 imeishia hapo kuhusu ukuu wa majeshi. Yaani nani ndio mkuu wa majeshi? Hakuna mahala popote kwenye katiba hii pamesema rais anaweza sasa huu amiri jeshi mkuu wake akaukasimisha kwa kupitia kitu kinachoitwa instrument kwa waziri wa mambo ya ndani au kwa mkuu wa mkoa.
Amiri jeshi mkuu maana yake ni mtoa amri kwa majeshi. Sasa waziri hana hayo mamlaka. Na kwa kuwa swala la ukuu wa majeshi na uwezo wa kutoa amri ni swala la kikatiba limeandikwa hapa, Waziri Katambi akwambie tu kwamba ni ibara gani ya katiba ambayo yeye imempa hayo mamlaka. Simple, sio tu kuanza kudanganyana hapa. Yaani kwamba anayefunue katiba asome. Mimi nimefunua, nimekwambia hapa. Rais ndio atakayekuwa amiri jeshi mkuu pamoja na mamlaka yake mengine. Kwa mujibu wa katiba, ibara 33 ibara ndogo ya pili ya katiba inamtambua kama ndio amiri jeshi mkuu. Na hajaambiwa rais hapa aende akakasimu mamlaka ya uamiri jeshi mkuu kwa waziri. Rais amekasimu mamlaka yake ya ukuu wa wizara ya mambo ya ndani, ambalo sio wizara ya mambo ya ndani, sio jeshi. Wizara ya mambo ya ndani sio jeshi. Kwa hiyo masuala ya kutunga sera, masuala ya kusimamia mipango na utekelezaji wa mambo mbalimbali yanayotakiwa kufanywa na wizara, hayo mambo kapewa waziri. Kitu ambacho waziri hajapewa ni uwezo wa kuamrisha majeshi. Hajapewa hiyo, hana. Na akibisha aseme ni katiba gani ambayo yeye anaisoma ambayo sisi hatuijui, au ni kifungu gani cha sheria ambacho sisi hatukijui kinachompa hayo mamlaka, aseme.